Rais wa Marekani Donald Trump amepanua mpango wake wa kudhibiti watu kutoingia Marekani. Zaidi ya nchi 7 hapo jana zimewekewa vikwazo kwa watu wake kuto kusafiri kuingia nchini Marekani, ikiwemo nchi ya Syria, lakini pia na wamiliki wa passport kutoka katika nchi ya Palestina. Mpango huu wa Trump umekuwa ni maalum kwa kudhibiti watu kuingia katika nchi ya Marekani. Baadhi ya watu wamehoji kwa nini ameweka vizuizi kwa nchi nyingi zaidi. Mpaka sasa ni nchi zaidi ya 40 ambazo zimeathirika na mpango wa Donald Trump kutoingia katika nchi ya Marekani. Nchi nyingi zimetoka katika bara la Afrika, na baadhi ya watu wamehoji kwa nini Afrika. Leo hii nakuletea baadhi ya nchi ambazo zimeathirika au zitaenda kuathirika kutokana na mpango wa Donald Trump kuzuia watu kuingia katika nchi ya Marekani. Nchi ya kwanza ambayo Donald Trump amesema lazima kuzuia watu wake kutokuingia ni nchi ya Burkina Faso, nchi ya Mali, nchi ya Niger, lakini bila kusahau Sierra Leone, Sudan Kusini, Nigeria, Ivory Coast, Senegal na mataifa mengine kutoka katika ukanda wa Caribbean kama vile nchi ya Angola, Benin, Malawi, Mauritania, Tanzania, Zambia na Zimbabwe. Mpango huu wa Trump wa kuzuia baadhi ya watu kuingia katika nchi ya Marekani haujaanza hii leo, bali amekuwa na mpango wa kuzuia nchi ambazo ni maskini kuto kuingia, akiamini kwamba baadhi ya nchi hazina faida. Watu wengine wameenda mbali zaidi na kusema kwamba inawezekana ni mpango wa Donald Trump wa kupata madini, kwa kuwa nchi nyingi ambazo amewekea vikwazo ni nchi ambazo zinaongozwa kijeshi. Ukichukulia mfano kama nchi ya Burkina Faso. Nchi hii imekuwa na sera mpya mara baada ya Ibrahim Traore kuingia madarakani. Mpango wake ni kuiboresha nchi ya Burkina Faso kuweza kutengeneza bidhaa zake, lakini pia kuzalisha ajira kutoka nchini, akizuia baadhi ya madini kuto kusafirishwa kutoka nchini mwake kuingia katika nchi ya Ufaransa. Inasemekana kwamba zina ushirika wa karibu na nchi ya Urusi. Chukulia mfano pia katika nchi ya Burkina Faso hiyo. Ushindani wa nchi hizi mbili kati ya Marekani na Urusi unakuja kuathiri moja kwa moja na nchi nyingi sana za Afrika. Tuandikie hapo chini, mpango wa Marekani kuzuia nchi hizi za Afrika, je, utaweza kuathiri uchumi wa Afrika? Je, bado Afrika inategemea mkoloni au inamtegemea Marekani ili kujiendesha kiuchumi? Ni kwa namna gani viongozi wa Afrika wanatumia madini walionayo kuweza kujinufaisha, lakini pasipo kutegemea nchi ya Marekani? Hii ni CF Media.